Yes, bana, hali gani mwana michezo wetu wa channel ya Yanga Habari TZ. Bwana, kwa wewe ambaye bado kabisa haujaweza kugusa maneno yaliweza kuandikwa subscribe, basi hakikisha unagusa maneno hayo yaliweza kuandikwa subscribe chini ya hii video yako, na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha unagusa ili usiweze kupitwa na notification za kazi zetu pale tu tutakapoweza kuziachia. Basi kwa wewe uliweza kusubscribe channel yetu, ndio utakuwa mtu wetu wa kwanza kabisa kupata taarifa hizi za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi lako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, taarifa njema ambazo tunakusogezea muda huu ni kuhusiana na mchezaji wa Al Hilali ya pale nchini Sudani. Bwana, tayari ni dildani ambazo zimeweza kutawala muda huu, na saa hii tunakujuza juu ya Jean Claude Gilmugisha ambaye tayari ni dildani, ni mwananchi ambaye tayari ameshaweza kukabidhiwa jezi ya njano na ya kijani. Bwana, hiyo ndiyo itakuwa ni jezi yake mpya ambayo atakwenda kuitumikia kwenye ligi ya Tanzania bwana 2026 2027. Bwana, hai yote yameweza kuthibitishwa na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi kuwa Gilmugisha tayari ni mwananchi. Bwana, kwa wale mashabiki sasa wa Young Africans bwana, basi furaha ndelemo zinatawala nyusoni mwao kwa hivi sasa, na kwa wewe tayari umeshaweza kusubscribe channel yetu, basi tunabudi kushukuru na kusema asante kwa kuwa nasi, na kwa wewe bado kabisa hujaweza kugusa maneno hayo, basi tukukaribishe na guse maneno hayo yaliweza kuandikwa subscribe chini ya video yako, na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha nagusa ili usiweze kupitwa na update zote za kimichezo, burudani, usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, muda huu ni taarifa njema kwa mashabiki wote wa mpira wa miguu. Kwa wale mashabiki wa Young Africans ndio furaha imewazidi mara baada ya Yanga kuweza kutangaza jambo hili kubwa ambalo mashabiki wengi hawakutarajia kuona klabu yao inafanya usajili wa kimataifa, usajili wa moto, usajili ambao hujawahi kutokea hapa nchini Tanzania, kwa kumiliki mchezaji mwenye performance ya hali ya juu kama ilivyokuwa kwa Jean Claude Gilmugisha ambaye ameweza kukiwasha kwa mafanikio makubwa pale kwenye klabu ya Al Hilali ya pale Sudani. Bwana, hatimaye sasa Yanga wameweza kufanikiwa kuweza kulipa kitita cha shilingi bilioni 3 ambazo zimeweza kumng'oa Gilmugisha pale Al Hilali na kuweza kumsogeza hapa nchini Tanzania. Bwana, nini maoni yako sasa kwa ushabiki wa Young Africans juu ya usajili huu ambao tayari umeshaweza kukamilika kwenye viunga hivi vya wananchi, viunga vya Jangwani, viunga vya klabu ya Young Africans? Bwana, basi kitu cha kufanya basi hakikisha una subscribe chini ya hiyo video yako, na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha unagusa ili usiweze kupitwa na taarifa zetu moto za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Ni chombo cha habari ambacho kinakusogezea tetesi za usajili mbalimbali, usajili wenyewe ambao tayari umeshaweza kukamilika bwana, bila kusahau michezo na burudani. Basi Yanga Habari TZ ndio inaweza kusogezea taarifa zote hizo.
Bwana na muda huu ni kaa tayari, hiyo ndio ambayo inaendelea muda huu, na Gili Mugisha tayari ameshaweza kukamilisha usajili, na muda wote kuanzia sasa basi tutakusogezea usajili mwingine wa kimataifa ambao tayari umeshaweza kukamilika, na Young Africans wameweza kuthibitisha usajili huo ambao video itakaweza kufuata basi tutaweza kukusogezea ni nani anatokea klabu gani na ni nafasi gani ambayo ataweza kwenda kuitumikia klabu ya Young Africans. Bwana, hizi ni taarifa ambazo zinatoka pale Jangwani. Hizi ni taarifa ambazo zinatoka kwenye uongozi wa klabu ya Young Africans. Bwana, muda wote kuanzia sasa usajili mwingine utakwenda kutambulishwa rasmi kabisa bwana, kutoka kwenye viunga hivi vya Young Africans bwana, mara baada ya kuweza kumtambulisha Jean Claude Gili Mugisha. Hizi ndizo taarifa njema ambazo zinaendelea kujitokeza kwenye viunga vya Young Africans. Bwana, huu ni usajili ambao mashabiki wengi wa Yanga walitarajia kuona klabu yao inafanya makubwa kwenye msimu huu wa 2026 2027. Bwana, na hizi ni taarifa njema kwa nchi hii ya Tanzania kuona wachezaji wenye performance kubwa kuweza kutua hapa Tanzania, kuweza kujiunga na vilabu hivi vikubwa viwili hapa nchini, ikiwemo Young Africans, bila kusahau wapinzani wao Simba Sports Club, na wao pia wanafanya sajili zao bwana, na sajili kubwa kwa msimu huu bwana. Yanga wameweza kuandika rekodi ya kuweza kusajili wachezaji wale wanaweza kuja kuisaidia klabu yao kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika bwana. Kwenye ligi kuu Yanga nadhani ameweza kumaliza, lakini kwenye kimataifa huko ndiko Engineer Hersi ameweza kuthibitisha ana deni kubwa kuona klabu hii ya Yanga inafanya vizuri kwenye michuano hiyo ambayo ndio wameweza kuwekeza nguvu kubwa na kuweza kuhakikisha wanasajili sajili zenye sajili za gharama ili kuweza kuja kuisaidia klabu hiyo kuweza kufanya makubwa, kuweza kuchukua kombe la klabu bingwa barani Afrika. Je, Young Africans kwa sajili hizi wataweza kufanikiwa kwenye michuano ya klabu bingwa kama ilivyokuwa kawaida kuwekeza nguvu kubwa huko, au itakuwaje? Bwana, baki na sisi na hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ.